Naomba tukae tafadhali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunajenga tena matofali mengine pale tulipoishia. Tunatamani tusogee mbele kidogo. Jana tulijifunza habari za Kabaila aliyesafiri. Tukasema kuna mambo machache tunataka tuyaone pale kuhusu Kabaila aliyesafiri. Sasa tutajifunza nafasi ya kanisa katika mfano huu sana. Yesu alisema yule Kabaila alisafiri nchi za mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Jana tukasema huyu Kabaila hakika alikuwa ni Yesu. Yesu alikuwa anajisema mwenyewe kwamba amesafiri kupokea ufalme ili arudi kabisa. Yohana 18 anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Sasa kama isingekuwa hivyo ningemwambia. Sema lakini sasa naenda kuandalia mahali. Nikimaliza kuandaa nitarudi niwachukue ili nilipo na nyinyi mwepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ndiye Bwana aliyesafiri. Hiyo jambo la kwanza na muhimu sana kujua. Amesafiri kwenda wapi? Nchi ya mbali. Nchi ya mbali ni wapi? Ni mbinguni kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na ngoja nikueleze, sio mimi naanza kusema hili. Hata mitume walifahamu kwamba Yesu alipopaa alikwenda kwa muda mfupi sana, alikuwa arudi na ufalme. Mitume walikuwa wanaamini hilo. Petro kwa mfano, kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 3. Sikiza Petro anavyosema. Matendo ya Mitume sura ya 3. Matendo ya Mitume sura ya 3. Petro anasema mstari wa 17, basi sasa ndugu, najua kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, yani kumuua Yesu, kama na wakuu wenu walivyotenda. Lakini mambo yale aliyoyahubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, yametimizwa hivyo kwenye kumuua. Yani ndio kutimia kwenye habari, ndio hiyo. Yani ndio anachosema Petro, habari ndio hiyo. Bwana asifiwe. Mstari wa 19 anasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana, ambaye apate kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani, ambaye ilimpasa kupokelewa mbinguni. Sikiliza, ilimpasa kupokelewa mbinguni hata zije zamani za kufanya upya vitu vyote zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Anasema tubuni mrejee ili Yesu arudi. Amesafiri. Tubuni mrejee ili Yesu arudi. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna kitu gani nataka kusema hapa? Tunaishi kwenye kipindi cha Bwana aliyesafiri. Shika hilo. Kwa lugha rahisi sana, kanisa, kipindi cha kanisa ni kipindi cha Bwana kusafiri. Shika hilo. Kipindi cha kanisa ni kipindi cha Bwana aliyesafiri. Tangu aondoke hajarudi. Amekwenda kupata ufalme ili arejee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu anasema kwamba yule Kabaila alipokuwa amesafiri, watu wa nchi yake wakatuma wajumbe wakasema, sisi hatumtaki atutawale. Naomba unisikilize. Mambo ya Yesu ni ajabu sana. Unabii ni wa ajabu sana. Yohana sura ile ya 1 ule mstari wa 11 na 12 anasema, alikuja kwake na walio wake hawakumpokea. Alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Ule mstari wa 11, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Naomba nisikilize. Yesu alikuwa anasema alikuja katikati ya Wayahudi, alafu Wayahudi wakamkataa. Alikuja katikati ya watu wake. Watu wake sio Wapare na Wahaya na Wachaga na Masai. Hao sio watu wake ndugu.
Kulingana na muktadha wa Yohana, watu wake maana ni Israel. Alikuja kwa walio wake. Siku moja Yesu alikuwa anatuma wanafunzi wake. Unisikilize, itakusaidia. Haya nasema ili tusijifanye kama watu wenye akili na hekima na ufahamu sisi tuliokoka. Unisikilize. Nilizama tu wanyenyekevu sana. Alipokuwa anatuma wanafunzi wake akasema, katika njia ya mataifa msiingie, wala Samaria msiingie, lakini afadhali shikeni njia mwende kwa kondoo wa nyumba wa Israeli waliopotea. Hakuwa na tania, he was serious. Siku moja Yesu alikuwa kule kaskazini ya Israel, sehemu za Kaisaria kule Filipi. Biblia inasema akakutana mwanamke mmoja Mkananayo wa pande zile. Ana mtoto wake anaumwa. Sasa, Bwana unisaidie, Bwana unisaidie, mtoto wangu anaumwa. Yesu hakujibu kitu. Akaenda safari yake tu. Bwana unisaidie. Wanafunzi wakamwambia Bwana Yesu, Bwana hebu msaidie aondoke, anatupigia kelele. Yesu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Sikutumwa. Mama akaja akapiga magoti akasema, unisaidie Bwana, mtoto wangu anakufa. Yesu akasema, si vyema kutoa chakula cha watoto na kuwapa mbwa. Kwa lugha nyingine, watoto ni Israeli, mbwa ni Wapare na Wachaga na Wahaya ni mbwa. Bwana asifiwe. Ndivyo ilivyo. Ukitakataa, ukikubali, hiyo ndio fact. Sisi ni mbwa katika muktadha huo, mimi na wewe. Yesu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Siwezi kutoa chakula cha watoto wa Israeli nikapa mbwa. Mama akasema, ni sawa, mimi ni mbwa, ni sawa. Lakini hata mbwa anakotaka makombo yameanguka kwenye meza ya bwana wake. Yesu akasema, imani ni kubwa, utendewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh, glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja kwake, wale wakamkataa, wana wakamkataa, akakubaliwa na mbwa. Unisikilize na kusaidia hii. Bwana asifiwe. Wana walimkataa. Alikuja kwake, wale wakamkataa. Ngoja nikupe mistari miwili mitatu utaelewa kitu tunasema. Mathayo sura 27. Wakati Yesu anahukumiwa, sikiliza. Mathayo sura 27. Wakati Yesu anahukumiwa. Hii ni shida kweli. Mstari wa 24. Ndipo Pilato alipoona kuwa haifai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatoa maji, akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Yaangalia haya ninyi wenyewe. Watu wote, hebu sema watu wote. Hakumkataa mtu mmoja, ni watu wote. Watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu, afe. Walimkataa. Kule Anglikana kuna nyimbo zinaitwa nyimbo standard. Wale wengine ambao wanafahamu nyimbo za Kianglikana zinaitwa nyimbo standard. Kuna wimbo mmoja unasema hivi: sasa hawamtaki Bwana wetu kamwe, wala hawampi haki yake mfalme, lakini hata kawa punde atakuja, naye taji aja apewa, naam aja. Kweli siku ya jambio atakayo kuja, atapewa utukufu wote, kumtaja macho yatamwona yeye, kwetu ndio faraja. Aja ili atawale, naam aja. Hawamtaki. Dunia ilishikamana kumkataa Yesu. Ilianza na Wayahudi, wakasema damu yake tunamua, tuna sheria Musa, tunamua, na damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Siku nafikiri Jumamosi nitaeleza habari za dhiki kuu, kwamba moja ya nia ya dhiki kuu ni kuwapiga Israeli kabisa. Unafikiri kwa nini Yesu mpaka leo ana alama za vidonda? Na alama za vidonda hata saa nazo, na
Usimbe Kiluteri, usimbe Kiluteri. Imba Kimenonite. Walioandika tenzi za rohoni. Usiimbe Kiluteri. Itakusumbua. Theolojia yake ina shida kidogo. Na alama za vidonda hata saa nazo, nao watumishi wake wapendezewa nazo, sio wakombo. Alama za vidonda hazitukomboi ndugu. Hiyo theolojia mbovu kabisa. Alama za vidonda ni kumbukumbu ya mateso yake siku zote. Akitizama anaulizwa na malaika, ulipata wapi alama hizi? Anasema Isaya, sema anawaambia, nilipata nyumbani kwa ndugu zangu. Ndugu zangu watalii wakimwona Mwokozi akija na alama za vidonda. Ni kumbukumbu ya mateso yake. Walisema damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Na hao maneno watakamata na maneno yao. Unisikilize. Kitabu cha Injili ya Yohana sura 19. Ngumu kidogo mafundisho. Bwana asifiwe. Unasikia amani kidogo? Kidogo, si sana, kidogo lakini. Sura 19 Injili ya Yohana mstari wa 10 unasema hivi. Basi Pilato akamwambia, husemi neno? Yaani Yesu alinyamaza kimya. Anambia, husemi neno? Hujui ya kuwa mimi nina mamlaka ya kukufungua, nami nina mamlaka ya kukusulubisha? Yesu akamjibu, wewe hukikuwa na mamlaka yote juu yangu kama usingepewa kutoka juu. Kwa hiyo yeye aliyenitia mikononi mwako yuna dhambi ile kubwa zaidi. Unaweza kusema huyu ni Yuda. Si Yuda, kimsingi ni wakuu Mafarisayo na wakuhani waliomtia Yesu mikononi mwa Pilato. Naomba nisikilize. Na tangu hapo Pilato akatafuta kumfungua, lakini Wayahudi wakapiga kelele wakisema, ukimfungua huyu, naomba usikilize, Yesu alimkata. Wakasema, ukimfungua huyu, wewe si rafiki yake Kaisari? Kila mtu ajifanyaye kuwa mfalme humfitini Kaisari. Basi Pilato aliposikia maneno haya akamleta Yesu nje, akaketi juu ya kiti cha hukumu, mahali paitwapo sakafu ya mawe, au kwa Kiebrania Gabatha. Sikiliza. Nayo ilikuwa maandalio ya Pasaka yapata saa 6. Akawaambia Wayahudi, tazama mfalme wenu. Sikiliza. Tazama mfalme wenu. Bali wale wakapiga kelele, muondoshe, msulubishe. Sikiliza. Pilato akauliza, je, nimsulubishe mfalme wenu? Wakuu wa makuhani wakamjibu, sisi hatuna mfalme ila Kaisari. Walimkataa kata. Wakasema, si mfalme wetu ni Kaisari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yule bwana alipokwenda amesafiri safari ndefu, huku nyuma watu wakapeleka taarifa, wakasema hatukutaki utuongoze. Yesu amesafiri muda mrefu, huku duniani kuna watu wanaendelea kumkataa tu. Matendo sura ya 4 inasema hivi. Matendo sura ya 4 mstari wa 27 unasema hivi. Petro anatoa ushuhuda, anasema hivi, maana ni kweli. Matendo 4:27. Huu ni ushuhuda Petro na Yohana. Unajua walipofika kwa ndugu wakaomba mpaka misingi ikatetemeka, Sikiliza maneno hayo, wanaomba mbele za Mungu. Wanasema, maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa. Yesu alikataliwa na nani? Herode, Pontio Pilato, Wayahudi pamoja na mataifa. Anasema na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta. Yesu ameondoka, yuko mbinguni, huku duniani kuna kasia, watu hamtaki. Na inawezekana mmoja mtu asiyemtaka ni wewe, nasema habari zako, ambayo mpaka leo hujakata shauri kumwishia Yesu. Yesu anataka moyo wako. Nabii Isaya anasema wazi, sasa utakapofanya moyo wako, utakapofanya kifo chake kwa fidia dhambi zako, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi na mapenzi ya Bwana yatatimizwa ndani yako. Lakini watu hawataki. Watu hawapo tayari kumwishia Yesu katika maisha yao. Hawapo tayari. Hatuko tayari, kwa lugha nyingine, hatuko tayari.
ni mfalme aliyesafiri huku duniani ghasia. Mwambieni hatumtaki. Kila siku asubuhi mimi nasikia, kila siku asubuhi watu wakisema wala Yesu sio mwana wa Mungu. Kila siku asubuhi, kila siku, kila siku, kila siku. Huu ni mwaka wa 1000 karibu na 600. Dunia inasema kila siku Yesu si mwana wa Mungu. Mwenye masikio ukisikilia nasikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yule kabaila alirudi. Yesu anasema yule kabaila atarudi. Yaani Yesu mwenyewe atarudi, anasema yule kabaila alirudi. Aliporudi, nisikilize, alifanya vitu viwili vikubwa. Jambo la kwanza, aliita watumishi wake ili watoe hesabu ya uwakili wa hela waliopewa. Hapo ni mahali pagumu. Unajua somo letu linasema nafasi ya kanisa kwenye siku za mwisho. Nafasi ya kanisa siku za mwisho ni maandalizi haya ya kutoa hesabu. Ya kutoa hesabu. Kanisa ni kipindi cha Bwana aliyesafiri. Na iko siku Bwana atarudi. Akirudi ni kugarantii ni siku ya kukata maneno, ya kutoa mahesabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu atarudi. Na akirudi itakuwa ni siku ngumu sana. Ngumu sana. Siku ya kujibu mambo tuliyofanya. Unadhani kama natania, lakini kama itatokea usiku wa leo, basi unajua tumeumia. Sasa tunataka tujiandae. Ikawa aliporudi, ameupata ufalme wake, akaamuru waitwe wale watumwa aliowapa fedha, ili ajue faida aliyopata kila mtu kwa biashara yake. Kila mtu kwa biashara yake. Wengine ni wainjilisti, wataulizwa habari za uinjilisti wao. Wengine walikuwa ni wazazi, wataulizwa habari za uzazi wao. Wengine walikuwa wanafanya biashara, Bwana atawauliza juu ya biashara yao. Je, walifanya jambo kwa ajili ya ufalme? Hiyo ndio swali kubwa. Tulipofanya mambo tuliyofanya, je, tulifanya kwa ajili ya ufalme? Ndio swali hilo. Ndio swali hilo. Yesu akija kutawala, kazi ya kwanza atakayofanya ni watu kukata maneno, kutoa mahesabu ya watumishi wake, watumwa wake. Na ndio maana ninapofundisha maneno haya, natamani kila mmoja amke kwenye moyo wake na kumuuliza Mungu, mimi eka yangu ni ipi? Mimi nakwambia kweli, inawezekana tunafanya eka za watu wengine. Ngoja nikueleze kitu utaelewa hapa. Wakati nilipookoka, nilipata shida kubwa sana. Sasa nilitaka nijue. Nakwambia jambo la kweli, wengine wamesikia ushuhuda mara nyingi, uniwe radhi, narudia. Lakini nilipookoka, nilijua kama mimi ni sehemu ya mwili wa Kristo, nilijua. Lakini mimi ni sehemu gani ya mwili wa Kristo? Unafanya kazi ya watu wengine. Unalinda shamba la mzabibu la mtu mwingine. Wewe kazi Mungu amekupa ni kazi gani? On a serious note, ni kazi gani? Umekuja duniani kufanya nini sasa? Kufanya nini sasa? Kuna watu ambao walipata neema, siku walipookoka tu walikufa siku hiyo hiyo. Wewe umeokoka mpaka leo unasota tu. Utapata shida kweli kweli. Miaka nyuma, sasa sikumbuki ni miaka gani, labda wengine wanaweza kukumbuka. Sasa akili yangu kidogo inakuwa naanza kuzeeka. Lakini Jumapili moja nimekwenda kule Sanawari na ndugu yangu anaitwa Biabato, na mke wangu na mtoto wetu mdogo. Sanawari hapo juu, Sanawari hapo Matakwa juu. Kumtembelea dada mmoja ambaye alikuwa amefanyia operation, tumsalimu. Dada wa fellowship yetu. Nasema jambo la kweli na wengine wanafahamu kitu nasema. Mke ni ndugu yao. Tulipofika pale tukamkuta dada ananawa miguu hapo nje, asema ingieni chumba changu ni hicho hapo cha pembeni. Tulipoingia tukamkuta dada mmoja mweupe amekaa anatazama TV. Nikamwambia Bwana asifiwe. Akasema shikamoo. Nikajua hajaokoka. Nikajua hapa nina kazi ya kufanya. Nikipata mtu namna hiyo mimi naona raha. Akajua kuna mtu nitakayemweleza injili. Baada ya kueleza mambo ya ugonjwa, mimi nikamgeukia yule dada kumpa habari za kuokoka. Dada yule alikuwa anaitwa Mwanamisi. Unaweza kujua alikuwa dini gani? Unaweza kujua tu kwenye akili yako. Mimi nikaanza kuchapa injili, hainisumbui. Akasema mimi ukienda hapo kwenye usharika kwenye mtaa wa Chemchem, nikamwomba mchungaji nibatizwe sababu ameolewa na Mkristo. Akaniambia niingie mafundisho, alafu baada ya mafundisho nitabatizwa. Akasema unachanganya masomo. Mimi nakueleza habari za kwenda mbinguni na habari za kujiunga na kanisa.
Kujua na kati. Hiyo ni kazi ya wachungaji na wainjilisti na kila kitu. Fanya siku ukitaka na kuambia habari za kuokoka kwenda mbinguni. Baada ya kumkazania maneno mengi, dada akakubali, akapiga magoti. Mimi niking'ang'anizi kweli kweli, nimng'ang'ania mpaka akubali, akaokoka. Nikamwambia sasa utakuja fellowship jioni? Akasema nitakuja na wifi. Kumbe ni wifi yake. Jioni wakaja, nasema kweli, labda kina dada Nardo wanakumbuka, anatikisa kichwa make, anakumbuka hiyo story. Jioni wakaja fellowship, nikawatambulisha, jamani na wageni wangu wamekuja kule nyumba. Akasema Bwana asifiwe, nimeingia na mimi kwenye dini ya kuokoka. Hajui atakuokoka nini, hajui. It's okay. Mtoto akinyia nepi, it's okay. Basi tukamshangilia Bwana, tukafurahi. Jioni akapata lift kwenda nyumbani. Akamwambia mume wake, mimi nimeokoka, wewe Mkristo muda mrefu hujaokoka, mimi natoka kwenye dini nyingine nimeokoka. Unaona, basi wakawa, unajua mtu na mume wake wana katoto kadogo hivi, kana sio darasa la kwanza, sio la pili, kitu kama hicho. Saa 7 usiku Jumapili hiyo akaanza kuumwa na kichwa. 8 kichwa, saa 9 kichwa, saa 10 kichwa, 11 kichwa, 12 akafa. Kamuuliza Nari atakwambia. Sio kama natuka story. Mimi situngi story, sina muda wa story mimi. Ni jambo la kweli. Yaani aliokoka Jumapili, Jumatatu hayupo, yuko mbinguni. Bwana asifiwe. Mchungaji akanipigia simu, Waliboro. Pigia simu. Ndugu mzama, nasikia huyu binti ulimwongoza sala toba. Akasema ni kweli. Ikawaje? Nikapa story yote. Akasema amefariki. Akasema ni kweli. Akasema anakwenda kumzika Kikristo. Akaenda kuzikwa Kikristo kule Chekereni. Kwa nini? Anakwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni sehemu gani? Nimuuliza Mungu, mimi ni sehemu gani ya mwili wa Kristo? Mimi ni sehemu gani? Nataka nifanye kazi yangu, nikimaliza kazi yangu niondoke. Kuna wengine ambao hawana muda. Bwana hajawapa nafasi. Wakiokoka wanakwenda mbinguni tu. Bwana akaniambia baada ya miaka mingi, labda 5, labda 6 hivi, akaniambia wewe ni kucha kwenye mwili wangu. Kucha. Si mkono, si mguu, mimi ni nini? Kucha. Nikamuuliza Bwana, kucha maana yake nini? Bwana akanyamaza. Nikaomba, hakujibu. Nikachukua Biblia, nikaanza Mwanzo mpaka Ufunuo kutafuta kucha. Kwa sababu sikutaka nitumie concordance. Sasa concordance haisaidii. Unapata tu neno nail au kucha, hupati context yake. Nikaamua kusoma Mwanzo mpaka Ufunuo, sura chapters 1188, 89 actually. Nikazimaliza, nikapata sehemu 3 zimeandikwa habari za kucha. Nikaandika chini. Nikapeleka mbele za Mungu, akasema Mungu, sijaelewa. Nimesoma Biblia yote. Bwana akanifunulia. Akaniambia kucha kazi yake ni kuna mwili unapowasha tu. Mwili ukiwasha, usipowasha, kama mwili haujawasha wa Kristo, utasemwa, utatafunwa, utadharauliwa na kila mtu. Lakini subiri kanisa liingie ukengeufu, utatafutwa tu. Ndio maana mafundisho yangu ni magumu siku zote. Kwa nini? Yanashughulikia upele. Swali ni hili, wewe sehemu yako ni ipi katika mwili wa Kristo? Mtu mmoja atasema, unajua mimi ni muombaji. Kwa taarifa yako hakuna karama ya uombaji. Wote tunaomba Bwana. Unajua mimi Bwana amenipa ualimu. No! Ualimu sio karama ndugu. Unisikilize. Ni ofisi tu. Biblia inasema mnapaswa kuwa walimu. Kwa maana muda mwingi umepita, mnahitaji mtu kuwafundisha mafundisho ya kwanza Kristo. Kwa lugha nyingine, ualimu ni kitu ambacho tunakipata kwa ukanda ni Yesu muda mrefu kujifunza. Period. Karama yako nini? Nafasi yako nini? Ofisi yako nini? Yesu akija kuna kujibu maswali. Leo nilikuwa nimeandika, nikasema maombi ya siku ya leo, Bwana nionyeshe nafasi yangu. Bwana nionyeshe nafasi yangu. Hakuna hasara kama unazeka hujui nafasi yako, unazeka. Mimi nakwambia, niko na mpendwa analala, nasema Mungu, huyu mpendwa alimaliza kazi. Kama ameokoka is okay. Lakini je, alimaliza kazi? Bwana asifiwe. Dada mmoja, in fact bibi, alikuwa anaumwa. Sasa wakati tunafanya Dar es Salaam fellowship, ilikuwa ni siku ya Alhamisi. Kwa Alhamisi. Sasa siku ya Jumatano, bishop mmoja, sio wa Kiluteri, bishop wa kanisa lingine, alikuwa wa fellowship yetu. Alipoamka asubuhi anakwenda ofisini, mama akamwambia, naomba niachie fedha za matumizi ya nyumbani. Ilikuwa siku ya Jumatano. Akasema hapana mama, unisikilize.
Tumekubaliana mimi natoa fedha Jumatatu mpaka Jumatatu. Nimekupa Jumatatu, leo Jumatano. Umemaliza hela. Akasema baba, hujui mambo hapa nyumbani. Wakasigana. Baba askofu na mke wake wote wameokoka. Wakasigana. Baba askofu akamwambia, mama unisikilize, nikirudi jioni tutakata maneno. Haiwezekani nyumbani tukaishi bila utaratibu. Akasema ni sawa tu. Baba akaondoka. Kufika ofisini akakumbuka, kuna dada yuko hospitali anaumwa, bibi wa fellowship, niende nikamuone. Akapiga gari moto mpaka Muhimbili. Ukamruhusu kuingia, esi askofu na pinki na msalaba mrefu, lazima ruhusiwe tu. Akapita akaingia, akamkuta dada amelala, ametundikiwa drip. Dada, Bwana asifiwe. Asifiwe sana baba. Alipomtazama kwenye macho akasema, baba askofu, mbona una huzuni kwenye macho yako? Akasema shughuli tu ziko nyingi, alafu unaumwa. Akasema no baba askofu, nakufahamu miaka mingi. Huna uso wa namna hii. Kuna kitu kwenye moyo wako. Ni kitu gani? Baba askofu akavunjika. Akasema, asubuhi nimegombana na mke wangu. Anamwambia nani? Mgonjwa aliyeko wapi? ICU, ambaye ameweka drip. Askofu amegundua kuna karama hapa ambayo anataka ifanye kazi. Akamweleza haraka. Alipomweleza baba askofu, alipomaliza kusema, mama akasema, baba askofu, hiyo ni dhambi. Kwani umeondoka na ugomvi na mke wako mpaka ofisini? Mketengeneza pale pale kabla hujaondoka. Askofu akasema, nimekubali. Sasa piga magoti nikuombee. Bwana asifiwe. Hilo kanisa sio la Kiluteri. Ni kanisa ambalo lina misimamo kuliko Lutheran, ambao huwezi kuweka mkono juu askofu hata siku moja. Hata siku moja. Lakini askofu amevunjika. Ameokoka. Akapiga magoti kwenye ICU. Manesi wakashangaa. Sasa nani anamwombea mwenzake? Basi mama akaweka mikono, akasema, baba mtumishi wako mhurumie. Baba mhurumie. Akamwombea mtumishi wa Mungu, akamaliza, akamfanyia sala toba, akamaliza. Alipomaliza akamwambia, baba askofu, na mimi naumwa sana, naomba uniombee. Akasema sawa. Baba askofu na akaweka mikono juu ya mama, akamwombea. Akasema, sasa dada, kesho asubuhi nitakuja nikuone. Bwana kutunze. Akasema asante baba askofu. Wakaachana. Sasa alipofika nyumbani akamwambia mke wake, wakatubu, ikaisha. Ilipoisha pale Alhamisi ni siku ya fellowship, kumbuka. Akasema niende kamone yule mama ili nikatoe nuru kwa ndugu wa fellowship kwamba dada anaendeleaje. Alipofika dada amefariki. Amaliza kazi vizuri. Alikuwa anajenga nafasi yake, karama yake. Karama yake ni maonyo. Haijalishi kwamba alikosa ni askofu, haijalishi. Ukikosa umekosa tu, unapiga magoti. Hizo karama ziko wapi katikati yetu? Watu hawatumuulizi Mungu nafasi yangu ni nini ya utumishi. Bwana aliporudi alidai kila mmoja atoe hesabu ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yesu atakapokuja, unisikilize, tutahudhurishwa mbele za kiti cha hukumu cha Kristo. Nimesema kiti cha hukumu cha Kristo, sikusema cha Mungu. Unajua kuna mtu kunisikia hapa. Nimesema cha Kristo. Ziko hukumu mbili. Hukumu ya kwanza ni hukumu ya Kristo. Wale watu wanaojua theolojia wanajua nazungumza habari ya kitu inaitwa the bema of Christ. Bema ni neno la Kigreek. Manake ni kitu cha hukumu cha Kristo, sio cha Mungu. Atakapohukumu kanisa. Wewe nisome mistari itakusaidia. Kitabu cha pili cha Korinto, sura ya 5. Sura ya 5. Ukifahamu hii kiti ya hukumu hii, unakuwa kichaa. Ni kiti kigumu sana hiki. Siku Yesu atakapohukumu kanisa. Mstari wa 9 unasema hivi. Kitabu cha pili cha Korinto, sura ya 5, mstari wa 9 na wa 10. Kwa hiyo tena, anasema Paulo, kwa hiyo tena, ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa. Paulo anasema vitu vigumu mno. In fact hapa anasema, hakusema akiwa hapo Korinto. Alikuwa na maana kwamba tuko katika mwili au hata tuko tumekufa. Tukiwa hapa au hata kama tupo hapa, tujitahidi kumpendeza yeye. Mstari wa 10 unasema, kwa maana imetupasa, hebu sema imetupasa. Nikisoma maneno usoni natazama juu, yananiumiza kwenye moyo. Sasa najua siku itakavyokuwa ngumu. Imetupasa
sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu, hebu sema kila mtu, yaani kila mtu, maana wewe upo na mimi nipo, tupo wote, ili kila mtu apokee ijara maana ni malipo ya kazi, ni mshahara. Apokee ijara ya mambo aliyotenda katika mwili, jinsi alivyotenda, kwamba ni mema au ni mabaya. Kuna ijara ndugu, tulivyofanya katika mwili. Ijara ni siku ngumu sana, siku ngumu sana. Bwana tupe neema. Bwana asifiwe. Anasema alipokuja akasema wale watu waliopata talanta zake, waliopata fedha zake, wahudhurishwe mbele yake, kila mmoja atoe hesabu ya kazi aliyoifanya. Na ndio maana Amos anasema hivi, Amos sura 5, Amos sura 5, ole wenu, mstari wa 18, Amos 5:18, ole wenu ninyi mnaoitamani siku ya Bwana. Ole wenu ninyi mnaoitamani siku ya Bwana. Kwa nini kuitamani siku ya Bwana? Hivi unakicheka ni kutamani hiyo siku ya Bwana? Kwa nini kuitamani siku ya Bwana? Anasema ni giza wala si nuru hiyo siku ya Bwana. Ni kama mtu aliyemkimbia simba akakutana na dubu, au aliingia katika nyumba akaegemeza mkono wake ukutani, nyoka akamuma. Je, siku ya Bwana haitakuwa giza wala si nuru? Naam, yenye giza sana wala haina mwanga. Sikiliza, mimi nazichukia sikukuu zenu, nazidharau, nami sipendezwi na makutano yenu ya dini. Naam, ijapokuwa mnanitolea sadaka zenu za kuteketeza na sadaka zenu za unga, sitazikubali wala sitaziangalia sadaka zenu za amani na za wanyama walionona. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu, kwa maana sitaki kusikia sauti ya vinanda vyenu. Siku itakuwa ni siku ngumu sana. Zamani nikiwa kijana, kuna kwaya ilikuwa inaitwa Uinjilisti, kama bado ipo, ilikuwa inaitwa Uinjilisti. Nafikiri iliimba, upendo umetoweka duniani, Yesu rudi tena, Yesu rudi, Yesu rudi, Yesu rudi, Yesu arudi. You are not serious. Upendo ukitoweka duniani, Yesu arudi au arudishe upendo? Akirudi atatuhukumu sisi sote. Upendo ukitoweka, mpaka kanisa lina upendo. Sasa kuongezeka maasi. Unaomba, siku niliposikia mara ya kwanza nimeokoka, sikupenda kwenye akili yangu. Nikasema mimi sitaki Yesu arudi. Siku moja kijana wangu anaitwa Andrew alisikia nahubiri kwenye semina kama hii, aporudi akaniambia, baba uache mafundisho yako. Sasa kwa nini? Akasema, unasemaje Yesu aje wakati mimi sijaoa? Unamleta Yesu wa nini? Nikamwambia sio swala kuoa, ni swala kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mmoja apokee ijara maana ni mshahara wa mambo aliyotenda katika mwili, kwa jinsi alivyotenda, kwamba ni mema au ni mabaya. Wani kueleza kitu ambacho hutakipenda. Kuna watu ambao wanadhani kwamba siku ile kuingia mbinguni tutaingia kwa neema. Kuna watu ambao wanadanganywa, na huo nao ni udanganyifu. Kwa neema twaingia kwa neema. Hakuna neema kuingiza mbinguni, nisikilize. Haijalishi. Biblia inasema hivi, neema ya Mungu yaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Na yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa haki na kiasi na utauwa katika ulimwengu wa sasa. Neema inatusaidia tukiwa Arusha. Ukishafunga macho, neema imeisha, ni ijara. Kila mtu atahukumiwa sawa sana matendo yake, sio sawa sana neema ya Mungu. Unisikilize. Neema ina kazi hapa. Neema ni mwalimu, inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia.
Tito sura ya pili. Nimekuwa nasema Tito sura ya pili mstari wa 11 na 12. Ndio nilikuwa nasema kwa kichwa. Hiyo neema ni mwalimu. Baada ya ukishapeleka pale Mount Meru, ukakaa drip alafu unaanza kupoteza pumzi, ujue neema inaanza kuisha. Wewe neema kuisha. Ni ijara. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Daniel sura 12 inasema hivi. Daniel 12. Wakati huo, mstari wa kwanza nasoma 1 mpaka 3. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemadari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako. Asema habari za Israel. Watu wake Daniel ni Israel. Mikaeli ni malaika anayesimama upande wa Israel, sio wapare. Shika hilo. Sifundisha habari za malaika, uniradhi. Wenzetu wanajifunza vitu vinaitwa angelology kule katika chuo vya Biblia. Wanajifunza mambo ya malaika. Sisi tunachanganya tu. Malaika Mikaeli utupiganie. Malaika Mikaeli apiganie Tanzania, unisikilize. Malaika Mikaeli anasimama upande wa wana wa Israel, upande wa wana watu wako. Anasema, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwepo tangu lilipoanza kuwepo taifa hili hata wakati huo. Na wakati huo watu wako, yani Israel, wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Hichi kitabu tutasema habari zake Jumamosi au Jumapili, kama nitakuwa sikwenda isivyopanga, labda Jumapili. Mstari wa 2, tena wengi, sikiliza, wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka. Sikiliza, wengi ambao wametutangulia wataamka, wengine wapate uzima wa milele. Hasemi wengine wa moto wa milele, unisikilize. Hawa sio watu wa moto, hawa ni kanisa. Asa wengine uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Aibu na kudharauliwa milele. Hakuna kitu kitakachogundua kitakachokuingiza aibu kama kuonekana mbele za Mungu hukufanya kazi yake. Oh, come on. Utaona aibu sana. Unajua kwa nimekaa sana hapo, ni kwa sababu ya umuhimu wake. Mwaka 82 nilianza kufundisha kule Ashira Girls. Mwaka 1982 nilikuwa mwalimu wa sekondari wa shule ya sekondari ya wasichana inaitwa Ashira. Nilikuwa nimeokoka na nilikuwa nimetamani sana, Bwana nitokee, Bwana nifunulie, Bwana unisaidie. Ni kijana mdogo sana, nafundisha katikati ya wasichana, natamani una ushuhuda kabisa. Siku moja ilikuwa wakati wa baridi, siku kama ilikuwa mwezi wa 6 mwezi wa 7. Nimelala kuchumbani kwangu, nilikuwa na nyumba yangu, nimelala kuchumbani. Nikaota, hebu sema nikaota. Nikaota kwamba ni saa 9 usiku. Nikaota kwamba nimelala. Nilikuwa nimelala. Au nikaota nimefanya nini? Nimelala. Na nikaota saa 9 usiku. Nikaota imepigwa baragumu, tarumbeta juu ya mlima wa Kilimanjaro. Unajua ukiwa Ashira Kilimanjaro iko upande hivi. Nikaota ikapigwa baragumu kwa nguvu sana. Ikasema, amkeni. Bwana amekuja kuchukua kanisa. Nikamka. Nikaota kwamba naamka. Nilipoamka nilikuwa nimevaa night dress, ikaanguka. Nikapata nguo nyingine nikavaa. Nilipovaa, kumbe ukivaa hiyo nguo unaweza kuelea hewani. Nikaanza kuruka kama ndege. Ceiling board ikafunguka. Nikapita. Nilipopita, ule mwanga wangu ukamulika kule darini. Nikaona kulikuwa na njiwa na popo. Sasa kumbe darini ni kuchafu namna hii. Nikasikia roho ananiambia, endelea na safari, acha mambo ya uchafu wa darini. Bati likafunguka. Nikapita. Nikapanda juu sana. Nikaona Kilimanjaro iko chini yangu. Sasa niko juu sana. Nikageuka. Nikaona mji wa Moshi, taa zinawaka. Nikamwambia mji wa Moshi, bye bye. Yaani sitarudi tena. Nikaishia. Nikapanda juu sana na kuambia jambo ambalo limenitokea. Nilipokuwa juu katika mawingu mbali sana, nikaona dunia kwa mbali. Nikamwona Bwana Yesu amesimama kwenye mawingu, amesimama namna hiyo. Nikaenda nikamrukia, nikamvamia, nikamkumbatia, nikambusu Bwana wangu, nikambusu sana. Akanitazama tu hivi. Hakucheka, hakujibu,
hakununa, amenitazama tu. Nikarudi hatua 3 nyuma, nikamtazama kwenye macho, nikamwambia kwa Kiingereza, Jesus Christ, you are so boring. Sasa kwa tafsiri ningesemaje kwa tafsiri ya Kiswahili? Nikisema Yesu Kristo hupendezi, hupendezi, yani boring. Niliposema vile nikamka usingizini. Nilipocheki saa ni saa 9:03 usiku. Nikaona hii sio ndoto, ni ufunuo. Ni ufunuo. Nikapiga magoti mpaka asubuhi. Nikimsihi Bwana, Bwana unieleze ni kitu gani? Ni kitu gani? Nikasikiza wapendwa 2 watatu pale Ashira. Ndugu mmoja akachukua mzigo kuomba, Bwana akampa ufunuo. Akamwambia mwambie Mzava kwamba mwaka 77 miaka 5 nyuma nilipo ufunuo kama huu tena. Nikakumbuka, ni kweli. Nilikuwa sekondari. Niliota Yesu amekuja nyumbani kwetu Upareni. Kijijini kwetu maji tunachotea bondeni. Kwa tunafaa kupandisha maji kwenda mlimani nyumbani. Hasa wakati nachota maji nikasikia tarumbeta vile vile. Yesu amekuja, yuko nyumbani kwa Mwalimu Zinyangwa. Babangu anaitwa Mwalimu Zinyangwa. Nikatupa ndoo, nikakimbia. Nikakuta kijiji kizima cha Vude wamekaa pale wanakuja kumuona Bwana Yesu, mmoja anaruhusiwa kuingia. Mimi ni mtoto wa nyumbani, nikapita haraka nikaingia, akasema yuko wapi Yesu? Wasema kwenye chumba kimoja. Nikaingia haraka. Nilipoingia utukufu wa Mungu ukaniangusha chini. Nikaanguka chini kwenye miguu ya Yesu. Nikafika kwenye miguu yake nikainama na tetemeka. Mwaka 77. Bwana akaniambia, una shida gani? Naomba usicheke nitakachokuambia. Usicheke, ni mafundisho. Akasema, una shida gani? Nikasema nina njaa. Sasa unataka kula nini? Nikasema wali. Unajua wali kwa Wapare ni chakula cha Christmas na Pasaka. Katikati hapo you have to manage kwa kande na ugali basi, lakini ikifika Christmas ni wakati wa kula wali. Nikasema nataka wali. Akaniambia uende ukale, ukishiba urudi hapa nikuagize. Sikujua manake, nikashtuka, kumbe ilikuwa ni ndoto tu. Kumbe Bwana alinipa ufunuo kwamba anataka niende nikaingie neno la Mungu nilielewe. Nikishalielewa nije anipe kazi ya kufanya. Mimi sikujua. Bwana akaniambia ndio maana nimekutokea mara ya pili. Nikauliza sasa nifanyeje? Akasema nilipofika mbele zake usiku ule, nilifika niko peke yangu, sikuwa na mtu nyuma yangu. Na watu watakaofika peke yao bila watu waliowashuhudia wakaokoka wataona aibu sana mbele za Yesu. Ndio kitu Bwana ameniambia. Kutoka pale nikawa kichaa. Darasani lazima niweke dakika 5 baada ya kufisha hesabu. Dakika 5 za mwisho lazima niseme injili. Lazima tu. Hata wakaguzi wasemeje, hata watu wa elimu wasemeje, hata administration wasemeje, I have to have 5 minutes za kusema Yesu. Lazima. Kwa nini? Hiyo ndio kazi yangu ya msingi. Dakika 5 zinatosha. Siku ya kwanza nilipoingia darasani, nikasema Yesu dakika 5 za mwisho, nikapata wanafunzi 12 wakaokoka. Bwana akaanza kuokoa watu Ashira mpaka nilipoondoka. Bwana Yesu asifiwe. Tutakapofika mbele za Mungu, kila mmoja tutoe hesabu ya wakili wake kulingana na biashara yake. Bwana amekupa biashara gani? Fanya. Kuna watu Mungu amewapa neema ya ajabu sana. Nazungumza habari za manesi hapa na madaktari. Bwana amewapa neema kufanya kazi sehemu ambayo ndio lango la watu kwenda mbinguni au jehanamu. Hawafanyi kitu yoyote. Fikiria kila siku unaona watu wakiondoka aidha mbinguni au jehanamu. Una nafasi ya kuambia, kuwashuhudia, husemi chochote. Market, you are professional. You are not a professional person. You are not. Wewe ni mtumwa usiye na faida. Bwana amekupa neema, unafanya kazi ICU. Fikiria. ICU. Kwa hiyo unaona watu wanaokufa kila siku, lakini huna mtu hata mmoja umepeleka kwa Yesu. Nilipokuwa kule Seliani, mkangu alikuwa anaumwa, lazo kule Seliani ya Ngaramtoni. Nikapata neema kuhubiri pale kwenye ibada asubuhi. Nikamwambia ngoja nikueleze. Ukiingia asubuhi tangaza uchungaji. Waambie kwenye wodi yako, ameingia tena yule mchungaji wenu. Useme wewe ninasema ni mchungaji, yule mchungaji wenu. Wenye matatizo ya kiroho wote waniambie, nitawaombea. Alafu anza kugawanya dawa. Huko unamwambia Yesu, nimesikia mbiu, yes Lord. Huko unatoa aspirin. Unapiga sindano. Tangazeni kote, yes Lord. Utapata watu wengi katika ufalme, utashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Daktari hujafanya operation, kwani usiseme yule mgonjwa wako ngoja tuombe? Kwa
Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu mtakatifu wa mbinguni, naomba kwa ajili ya huyu mgonjwa anafanya operation siku ya leo, yawezekana ikawa ndio mlango wa kwenda mbinguni. Naomba neema juu yake. Wewe mgonjwa, fuata sala nyuma yangu. Muongoze sala ya toba, au ukimaliza kata tumbo. Akiondoka haina neno. Bwana ametupa neema hiyo ya ajabu. Siku ile itakuwa ni siku ngumu sana. Siku ya kila mmoja kujibu mambo aliyofanya katika mwili, kwa jinsi alivyofanya, kama ni mema au kama ni mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaishi kipindi ambacho Bwana amesafiri. Shika hilo. Tunaishi kipindi ambacho Bwana amesafiri. Yesu hayuko pamoja na sisi, amesafiri. Amesafiri. Hiki ni kipindi cha kujenga misuli ya kusoma mbele zake na kujibu. Bwana Yesu asifiwe. Na kanisa, miaka ya siku za mwisho, Bwana ameweka karama mbalimbali za kueleza watu, kueleza siku za mwisho wafanyeje. Bwana asifiwe. Hebu ufungua na mimi kitabu cha Nyakati wa kwanza, nikueleze kitu. Nyakati wa kwanza. Lama nikueleze kitu kitakushangaza kweli. Ningefika hapa kwenye kanisa la Mjini Kati, au nikakuta kuna watu wawili ndio wamekuja semina, ningesema kwa sauti hii isingepunguza. Kwa nini? Ndio kazi Bwana amenitia. Watu 100 sauti ni ile ile, watu wawili kelele ni zile zile. Kwa nini? Napiga kelele na watu walioko na ambao roho zao zitakuwa ziwe hapa. Napiga kelele yote. Mimi naona watu walioja mpaka kule nyuma, napiga kelele tu. Bwana asifiwe. Sura ya 12 ya Nyakati wa kwanza. Kitabu cha Nyakati sura ya 12 na kule nyuma anaelezea nasaba za watu. Wakati mwingine tunaacha kusoma kwa sababu ni mamijina tu tunasoma. Ni vizuri ukasoma tu na maana. Mstari wa 32 unasema hivi. Mstari wa 32. Na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua yapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200, na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Wakati wana wa Israeli wanatembea katika maisha yao siku kwa siku, Mungu aliinua taifa, kabila moja inaitwa Isakari. Kila watu waliwapa kazi yao. Yuda aliwapa ufalme, Lawi akawapa ukuhani, Isakari akawapa unabii. Wa Isakari walikuwa manabii wengi sana, ambao Bwana aliwapa neema kuwa na akili ya kujua nyakati. Katikati ya kanisa miaka hii, Mungu amemwaga roho ya Isakari katikati yetu. Watu ambao wanajua nyakati. Kila kitu kinatafsiriwa na nyakati. Kama kuna mtu mmoja anafuatia COVID, ni mimi. Nafuatia kila kitu kuhusu COVID, kuhusu Israel, mpaka na taarifa kwamba waziri mkuu amebadilishwa. Nikaanza kufuatia kwenye unabii, kuna maana gani? Kwa nini imeingia hii mgongano? Kwa nini sasa hivi wameingia ma leftist? Kwa nini? Mungu kuna kitu gani? Waarabu wana nafasi gani katika jambo hilo? Je, hekalu lina nafasi gani? Nitasema baadaye Ijumaa, Jumamosi nitasema. Lakini ni roho ya Isakari inanisumbua ndani yangu, kueleza watu mambo yapasao kufanya miaka hii. Bwana asifiwe. Hutanisikia hata siku moja nikisema njoo tukufungue. Sina huo muda, sina. Mimi na muda kueleza mambo ya kufanya kwenye nyakati za kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu amesafiri. Huu ni wakati wa kumsubiri. Lazima tuelezane mambo yanayotupasa kuyafanya siku kwa siku, nyakati kwa nyakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali ambalo nataka kuuliza, je, una kazi gani Bwana amekuachia? Siku leo Jumanne ni siku ya assignments. Kuna kazi gani Bwana amekuachia? Nataka kwa dakika ambazo zinazo 15 mbele yangu nikupitishe tu kwa haraka kwenye obligations, kwenye maeneo ambayo unawajibika kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia amani? Eneo la kwanza ambalo na hakika utaulizwa na mimi nitaulizwa, na hakika. Kuna mambo mengine ambayo ni binafsi, very specific, binafsi. Kuna mambo ambayo ni ya watu wote. Mimi nasema mambo ya watu wote ambao nitawajibika. Jambo la kwanza, je, Bwana ataniuliza, andika. Jambo la kwanza, je, nimefanyia nini maisha yangu?
nimefanyia nini maisha yangu? Yaani nafsi yangu, mwili wangu na roho yangu nimezifanyia nini? Kwa lugha nyingine itaulizwa jua wakili wa mimi mwenyewe. Achana mambo ya watu wengine huko. Mimi mwenyewe nimefanya nini kwenye maisha yangu? Unajua, tarehe ya kuzaliwa ni ya Bwana, tarehe ya kufa ni ya Bwana. Hapo katikati kila mtu ameruhusiwa kumanage, kuamua ishije. Huyo ndiye anaitwa Mungu. Anaamua siku uliozaliwa, aliamua yeye. Siku ya kufa ameamua yeye. Hapo katikati una kazi ya kumanage. Mtu mmoja alinifundisha akasema hivi, Mungu anaamua urefu wako utakavyopanda. Unene ni uamuzi wako. Ni kweli si kweli? Unene ni chakula chako tu. Ukiamua kutokula unakuwa mwembamba, ukila unakuwa mnene. Lakini hivi anaamua yeye. Hivi unaamua wewe. Kuzaliwa aliamua, kufa ataamua. Hapo katikati you ought to manage. Lazima upatawale wewe. Swali ni hili, ulipatawalaje? Nafsi yako, mwili wako na roho yako. Hii jambo la kwanza ambalo lazima niliseme kidogo, ili kila mmoja anapoondoka siku ya leo afikirie. Nimesema mambo ya leo, Bwana atupe karama zetu, nafasi zetu. Kila mmoja ajue nafasi yake. Tusiwe watu wasio na matunda. Bwana asifiwe. Jambo la pili atakalo tuuliza wote ni kuhusu ufalme wake. Je, tumeshirikije? Andika, je, nimeshirikije kujenga ufalme wa Mungu ndani ya moyo wa mtu mwingine? Nimeshirikije kujenga ufalme wa Mungu ndani ya moyo wa mtu mwingine? Nimeshirikije? Maswali mawili makubwa kila mtu ataulizwa. Hayo ni maswali ambayo ni general kwa watu wote. Kila mtu lazima ajibu swali hilo. Bwana Yesu asifiwe. La kwanza nimesema, je, maisha yetu tumefanyia nini? Tumefanya nini kwenye maisha yetu? Nafsi zetu, mili yetu na roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu ametupa mili for purpose, kwa kusudi. Wengine amewapa hawana macho, wengine wanayo. Yote ni Mungu ameamua. Wengine Mungu amewanyima mikono, wengine wanao. Yule bwana mmoja ambaye ni wa Holland, au sijui ni nchi gani, ni Holland or whatever, I don't quite remember now. Hana mikono wala miguu, lakini mhubiri wa injili mkali kabisa. Alipata neema nafikiri mwaka jana kumuongoza waziri mkuu kwa Yesu. Picha ninayo, ukitaka nikutumie picha nitakutumia. Mikono yake si shida. Miguu yake hana mikono, amezaliwa bila mikono wala bila miguu. Lakini ana akili ya kutosha na amempokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Amechapa injili mpaka waziri mkuu akaokoka. Akamwambia piga magoti, akapiga magoti. Akamuongoza sala toba. Waziri mkuu akatoa kwenye Instagram na kwenye Twitter yake siku anaokoka. Bwana asifiwe. Mwili wako umefanya nini? Mungu amekupa mwili mzuri, umefanya nini? Wakati nasoma Iringa Mkwawa mwaka 82 waliokoka watu wengi sana Mkwawa, wengi sana. Chuo chetu kilikuwa na karibu watu 1000. Lakini nafahamu ni kwamba karibu watu 500 hivi au zaidi walikuwa wameokoka. Kwa nini? Kazi ya injili tulifanya. Kwa nini? Tulitumia nafasi ya kuwafundisha watu kutumia vizuri miili yao. Nakumbuka ule mwaka nilisimama kwenye assembly, nikatangaza, nilikuwa mwenyekiti wa UKWATA. Nikatangaza, nikasema hivi, baada ya wiki 2 tuna Easter conference tunafanyia Ifunda Technical School. Natangaza kwenye watu wote, kwenye chuo kizima. Niomba nafasi nisimame. Nikasimama. Nikasema, kwenye ule mkutano wa UKWATA, kwa taarifa yenu tu, kutakuwa na wasichana wa Iringa Girls na wa Highlands, beautiful girls, wasichana wazuri sana. Labda wafulana mnahitaji kupata wasichana wazuri wa kuoa, Easter conference. Sikusema kuna injili ya nini? Ya nini? Esther alitumia uzuri wake akaokoa nchi. Kuna siku inaitwa Purim kule Israel, kumheshimu tu Esther. Kwa nini? Alikuwa mzuri. Nikatangaza habari za uzuri wa wasichana wa Iringa Girls. Vijana wakatimka kwenda kwenye Easter conference. Nakumbuka tulikuwa na mabasi matatu.
yamejaa wanafunzi wa Mkwawa. Kwa nini? Kuona wasichana wa Iringa Girls. Nikamwambia wasichana wa Iringa Girls mvae vizuri, wanakuja walimu kutoka Mkwawa ambao wanawatafuta. Kwa mkaa vizuri. Nakumbuka wahubiri wa Injili walikuwa ni akina mzee marehemu Godwin Mosha na akina mzee Mbilinyi, Dr. Mbilinyi. Nikamwambia naleta watu kutoka Mkwawa wengi sana. Chapa Injili, chapa Injili, chapa Injili. Watu wakaja kwenye ukumbi wakisema Mkwawa wamejaa kila mahali. Nikueleze hivi, waliokoka kama utitiri. Bwana Yesu asifiwe. Unafanyaje mwili wako kazi? Ndio swali langu nakuuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakupa mistari miwili mitatu hapa. Baada hapo kesho nitagusa habari za nafsi na roho. Mwili unafanya kazi kitu gani? Tulipoanza kupata watoto wetu kule nyumbani, tulikubaliana na mke wangu kwamba watoto wangu Bwana akitupa wasichana, mama anakuomba sana usiwatoge masikio. Sikusema kutoboa masikio ni kubaya, mimi sikusema. Wala sina injili ya kutoboa masikio, sina. Wala mimi sina injili ya kusuka nywele ya kutosuka, sina. Nilimwambia tu mke wangu usitoboe masikio watoto wangu, watoboe wenyewe kwa wakubwa waamue. Kwa nini? Mungu anajua namna kutoboa masikio, hakuwatoboa. Kama hakuwatoboa, usiguse masikio watoto wangu. Uache waamue wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Of course binti yangu ametoboa masikio of course, lakini alitoboa yeye mwenyewe. Kwa nini? Hivi ukifika mbele za Mungu akuuliza masikio yaliyotobolewa, utajibu nini? Lazima ujibu katika mwili. Umefanya nini? I'm very serious. Kitabu cha kwanza cha Tesalonike. Kitabu cha kwanza cha Tesalonike. Biblia inasema hivi. Ule mstari wa sura ya 5, mstari wa 23. Kitabu cha kwanza cha Tesalonike, sura ya 5, mstari wa 23 unasema, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nanyi nafsi zenu na mili yenu na roho zenu, muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana akija itabidi kila mmoja atoe hesabu ya roho yake, nafsi yake na mwili wake. Ndio maana Torati inasema usichore alama katika mwili wako. Kuna watu wanaweka tattoo hazifutiki. Subiri mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu kujibu tattoo zako. Sikusema hataenda mbinguni, mimi sikusema. Sikusema kwamba Wamasai wa watu hatakwenda mbinguni, watakwenda mbinguni tu. Shida ni kujibu. Ndio shida tu. Kuna maswali mengi ya kujibu. Kwa nini? Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na mtu akiharibu hiyo miili, Bwana atamharibu na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Warumi 12 anasema ule mstari wa kwanza na wa pili. Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Asema basi ndugu zangu na wasihi, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Anasema ndio ibada yenye maana. Ibada yenye maana ni kushughulikia mwili wako mtii Mungu. Mwili wako unautumiaje? Kuna watu wanatumia mwili yao kama bidhaa kwa ajili ya kupata mali. Tumia tu. Lakini kumbuka iko siku ya kutoa hesabu ya miili yetu. Ndio maana mwili lazima ulishe, upumzishe. Mwili utumikishe uweze kumtii Kristo kwenye maisha. Lazima tu. Kwa nini? Mwili usiotawaliwa ni shida. Mwili una kanuni za duniani, unashindana na roho siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Naona kama mafundisho sio mazuri sana. Kwa sababu mistari miwili mitatu alafu tufunge siku ya leo. Bwana asifiwe. Kitabu cha kwanza cha Tesalonike sura ya 4, pale ambao ulikuwepo pale, rudi tu pale nyuma kidogo, sura ya 4, nikueleze kitu. Sura ya 4. Bwana asifiwe. Mstari michache tu pale. Ule mstari wa 3 unasema, maana haya ndio mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukana uasherati. Kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Mstari wa 7 anasema, maana Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso.
basi anayekataa hakatai mwanadamu, bali Mungu anayewapa ninyi Roho wake Mtakatifu. Lazima kila mmoja ajue kutawala mwili wake. Lazima macho yako yatahiriwe, masikio yatahiriwe, lazima tu. Lazima mwili ufike mahali umtii Kristo. Paulo anasema amebeba katika mwili wake chapa za Kristo. Yaani kila siku unateseka ule mwili. Anasema nautumikisha huu mwili. Usije ukanifanya kuwa mtumwa. Kwa sababu moja ya kitu kitakachotusumbua mbele ya kiti cha hukumu ni mwili. Ni mwili. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Dada yangu, second born wetu, mimi ni mtoto wa 4 kwenye boma. Tulizaliwa dada 4 na vijana 9, 13 jumla. Mimi mtoto wa 4. Lakini kwa bahati nzuri sana, mimi na dada zangu wawili wakubwa zangu tumezaliwa tarehe moja. Tarehe 22 mwezi wa pili. Wote. Tuna birthday moja. Mama alikuwa anajua family planning vizuri sana. Bwana asifiwe. Lakini dada yangu mmoja huyu alizaliwa tarehe 22 mwezi wa pili. Miaka 20 baadaye, tarehe 22 mwezi wa pili akaolewa. Miaka 17 baadaye, tarehe 22 mwezi wa pili akafa. 22 mwezi wa ngapi? Wa pili. Huyu dada aliishi maisha magumu sana ya unyumba. Siku moja akazungumza na yeye kabla hajafa, mwezi wa 12, Januari, Februari akafariki. Mwezi wa 12 nilipata nafasi ya kuzungumza na yeye sana. Alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa ameokoka. In fact ni limbuko langu la kwanza. Nilipookoka, mtu wa kwanza kumshuhudia nyumbani akaokoka dada huyu. Akaniambia hivi: siko tayari kuachana na mume wangu kwa gharama zote. Natamani mume wangu aniue ili nife kwa mkono wake. Ukiuliza watu siku hizo wanasema no, hawezi kuniua. Wenzako wanaona kwamba afadhali mmeamue kuliko kuvunja amri ya ndoa. Fikiria. Na siku alipokata roho, mume wake alikuwepo. Ndio alipokata roho. Wakati anakufa, tarehe 22 mwezi wa pili, ameacha mtoto wa siku 17. Mume wake alijifungua tarehe 5 mwezi wa pili. Alafu siku 17 baadaye, tarehe 22 mwezi wa pili akafariki. Lakini alala mbele za Bwana sana kwa amani. Alimwambia baba, niwekee mikono uniombee, naona kama naondoka. Baba alipomwekea mikono, akaona baba anachelewa kumwombea. Akasema, Bwana Yesu nakupenda, chukua roho yangu. Akafa. Mwili umefanya nini? Mwili tunaidekeza mno. Imefanya ndoa zimevunjika kwa sababu ya mwili tu. Ngoeleza Yesu akija, tuna kazi ya kujibu habari za miili yetu. Kesho Bwana akitupa neema, tutagusa habari za roho zetu na nafsi zetu. Bwana asifiwe. Hebu na pale ulipokaa usimame. Leo hatutaimba, leo tutafanya maombi tu. Tutafanya maombi tu.